Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nami. Kwa siku ya leo tunaangalia ugonjwa wa kifafa, sababu zake, dalili zake, matibabu yake, lakini pia namna ya kuitambua na matatizo ambayo yanaweza yakapelekewa na huu ugonjwa. Karibu sana uwe nami mpaka mwisho. Karibu. Ugonjwa wa kifafa ni ugonjwa wa ubongo ambao unatokea kama muundo na shughuli za mfumo ule wa fahamu zinakuwa zimevurugika. Tunasema kwamba mtu ana ugonjwa wa kifafa kama amepata matukio mawili ya degedege ambayo yametokea siku mbili tofauti, na ukitafuta sababu ya msingi au sababu inayofahamika ya kutokea hiyo degedege inakuwa haifahamiki. Kwa mfano, kama mtu amepata degedege baada ya kupigwa na kitu kichwani au na kitu kizito kichwani, hii sio kifafa. Kwa sababu chanzo chake tayari tunakijua na tutadili nacho. Kama mtu amepata degedege na ukapima na homa kali sana, kwa mfano mtoto, hatuwezi kusema kwamba huyo mtu ana kifafa, maana chanzo chake tayari tunakijua kwamba ni homa ndio imesababisha hiyo degedege. Ila kama mtu amepata tukio la degedege na tumefanya vipimo vyote bila kuona sababu ya moja kwa moja inayosababisha tukio la degedege, basi huyo tunaweza tukasema kwamba ana kifafa. Ndio sababu watu wengi wanaamini kwamba ugonjwa wa kifafa umesababishwa na uchawi, kwa sababu chanzo chake mara nyingi hata sisi kwa madaktari tunatafuta chanzo chake cha moja kwa moja tunakuwa hatukifahamu. Kwa hiyo watu wengi wanaweza wakazani kwamba ni uchawi, lakini sio uchawi. Kwa habari ya dalili kuu ya mgonjwa ambaye ana kifafa ambao watu wengi wanaifahamu ni degedege. Unakuta mtu anatupa miguu na mikono na anakuwa na vurugu nyingi, lakini ukweli ni kwamba zipo pia dalili nyingine. Sasa dalili za ukali wake zinategemea aina na aina ya kifafa, kwa sababu ziko aina mbalimbali. Unakuta mtu mwingine anaweza kapoteza fahamu, asijitambue kabisa. Mwingine unakuta anakodoa tu macho, anakuta hajitambui kwa muda, alafu ufahamu unajirudia. Lakini mwingine anapoteza fahamu kabisa, hajitambui, na mwingine pia anatupa hiyo mikono. Sasa ni nani ambayo yuko kwenye hatari zaidi ya kupata kifafa? Historia ya kifafa kwenye familia yako. Kama kuna mtu kwenye familia yako na kifafa, kuna uwezekano ukapata na wewe kifafa. Watu waliopata majeraha kichwani, ulishawahi kupata ajali ukagonga kichwa labda wakati unaendesha pikipiki, au unaweza ukajikuta baadaye, au kukitokea na kifafa tutasema hiyo kitu kimekuongezea hatari. Wagonjwa ambao wanapata ugonjwa ule wa kiharusi, mishipa inaziba au inapasuka kwenye kichwa, mtu ambaye ana maambukizi kwenye ubongo au alishawahi kuwa na maambukizi, watu wanaotumia pombe kupita kiasi na sumu nyingi, lakini pia homa kali sana kwa watoto wanapokuwa wadogo, na mtoto aliyezaliwa kwa uzazi mgumu, kwa mfano mtoto ambaye alishindwa kupita au amezaliwa amechelewa kulia, anakuwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kifafa. Kwa hiyo mara nyingi tunafanya ili kujikinga na ugonjwa wa kifafa, tunahakikisha kwamba mambo haya yatokei. Unaepuka kuumia kichwa, unaepuka ulevi, homa ya watoto zinatibiwa mapema ili zisije kuleta matatizo baadaye. Lakini pia tunahakikisha kwamba mama anajifungulia katika kituo cha afya ili aweze kusaidiwa uzazi wake usio mgumu sana na mtoto akachelewa kuzaliwa na akachelewa kulia. Mtu pekee anayeweza kusema kwamba una kifafa ni daktari ambaye amefanya vipimo vyote na kutambua sababu ile ya dalili, na inamaanisha kwamba sababu ya degedege ni nyingi. Kwa hiyo ni muhimu kwamba daktari ajiridhishe kwa uhakika kwamba dalili ambazo huyu mgonjwa anazo na sababu yake maalum hazifahamiki au haziwezi kutibika moja kwa moja. Kwa mfano, kama mtu ana uvimbe kichwani na anapata degedege, ni bora ule uvimbe ukaenda kuondolewa kuliko msema kwamba mtu ana kifafa kumbe ana uvimbe kichwani. Sisi tukao tunatibu kifafa kumbe ana uvimbe kichwani. Hiyo itakuwa si sawa kabisa. Kwa hiyo daktari ataagiza vipimo vya damu, vya mfumo wa fahamu, wakati mwingine vya saikolojia, vipimo kama vya EEG, vipimo kama CT scan, vipimo kama MRI scan, ili kuangalia afya ya ubongo wako, na mwishowe atafanya utambuzi baada ya kuwa amefanya vipimo hivyo na kujiridhisha kwamba hakuna sababu ya moja kwa moja ambayo inasababisha hiyo degedege ambayo inajirudia. Matibabu ya mtu mwenye kifafa inategemea imemkuta katika hali gani. Kwa kawaida mgonjwa wa kifafa anapata degedege kwa vipindi na kisha anaendelea na maisha yake kama kawaida. Ukimkuta mgonjwa wa kifafa anapata tukio la degedege, unatakiwa ufanye mambo yafuatayo ili kumsaidia kipindi kile cha dharura kabla hujampeleka hospitali. Wewe unayemkuta pale anapata degedege, unajikuta anatupa mikono, kwanza inabidi utulie na usiwe na papara, kwa sababu ni tukio ambalo watu wengi linawaogopesha na wanatamani kumsaidia mgonjwa. Tulia kwanza, hakikisha kwamba sehemu ambayo alipo huyo mgonjwa na wewe ni salama. Kama ni katikati ya barabara, muhamishe, mweke kando. Ondoa vitu vyote ambavyo ni vigumu vinavyoweza kumuumiza huyo mgonjwa au kuharibika. Kwa mfano, unaweza kuondoa miwani, mkoba, nguo zake ambazo zinabana kiuno au shingo, unaziregeza. Usimshikilie mgonjwa ukamzuia ili
asicheze, kwa sababu wakati ule unakuta mtu anacheza hivyo, watu wengine wanajaribu kumzuia asicheze. Hakikisha kujua kwamba yule mgonjwa pale hajitambui. Kwa hiyo unapomshikilia hivi unasababisha unaendelea kumuumiza zaidi. Muache tu aendelee kutikisika hivyo. Cha msingi ni kwamba nyuma, weka kwenye shingo yake hapa, weka mto, au unaweza kukunja nguo yake, labda jaketi alionalo mwekee hapa ili asiumie, na ikiwezekana mgeuze ili alalie upande. Analalia upande ili hata kama akitapika basi asije akapaliwa yale matapishi yatoke. Ni hakikisha kwamba usimwekee kitu chochote mdomoni, usimpatie maji, usimpatie kitu chochote mdomoni, kwa sababu mtu ambaye hajitambui kama huyu ni rahisi kupaliwa. Kwa mfano, wapo watu ambao wanaweka kijiko mdomoni ili mtu asiume ulimi. Tafadhali usifanye hivyo. Utajikuta kwamba anauma kile kijiko, meno yanapasuka, akiamka anakuta meno yake yote yamepasuka, na hiyo sio, inakuta umeleta matatizo makubwa zaidi. Cha msingi wewe ni kumgeuza alalie upande, alafu unamwacha, unakaa, unamwangalia mgonjwa. Unaliangalia ile tukio mpaka linaisha. Linapokuwa limetulia, basi unamchukua huyo mgonjwa, unampeleka kwa daktari, na ukifika kwa daktari unamueleza nini kilitotokea. Sasa mgonjwa akifika hospitalini, daktari atampatia dawa za kudhibiti hiyo hali yake. Kumbuka kwamba kifafa si ugonjwa unaopona kabisa. Hauwezi kutibu ugonjwa ukapona kabisa kiasi kwamba ukawa umeondoka kama tunavyotibu ugonjwa wa malaria. Hapana. Ni ugonjwa ambao unadhibitiwa kwa dawa ili mgonjwa asipate degedege mara kwa mara, ili kuboresha maisha yake. Kwa mfano, mgonjwa ambaye alikuwa anapata degedege mara 3 kwa wiki, akianza kutumia dawa vizuri, zinaweza zikamsaidia akapata tukio moja tu la degedege kwa labda miezi 3. Hiyo inakuta imeboresha maisha yake. Wakati mwingine wapo pia baadhi ya wagonjwa ambao hali zao haziwezi kudhibitiwa na dawa hizi. Kwa wagonjwa kama hawa ambao wanapata matukio mara kwa mara, japokuwa wanatumia dawa, hawa daktari anaweza akafanya uchunguzi na akaamua kwamba wafanyie upasuaji. Mara nyingi upasuaji huu ni upasuaji mkubwa wa ubongo, na unafanyika ili kwenda kuondoa ile sehemu ya ubongo ambayo inasababisha ile degedege iweze kujirudia mara kwa mara. Kwa wagonjwa wengi wa kifafa, maisha yanakuwa ya kawaida kabisa. Akianza kutumia dawa, degedege inapungua, anaishi maisha mazuri kabisa. Kwa hiyo unajikuta anaendelea kusoma, anaolewa, anakuwa na watoto, anaendesha gari. Lakini baadhi yao, hasa watoto, wanaweza kuwa na matatizo ya kitabia na kihisia kwa sababu ya ugonjwa huu, kwa sababu wanaweza kunyanyaswa wakiwa shule, kuonewa na wenzao mashuleni. Hata kwenye jamii kuna watu ambao wananyanyapaa. Unakuta mama akiambiwa kwamba mwanae anaenda kumuoa yule dada ambaye anajulikana na kifafa, anaweza akakataa. Lakini huo ni unyanyapaa ambao bado tunapambana nao. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.